Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa miongozo na maelekezo yake, si tu kwenye wizara yetu bali kwenye nchi nzima, kitu ambacho kimepelekea leo hii kuja kushuhudia uzinduzi wa kiwanda hiki ambacho ni kiwanda darasa chenye lengo la kutafsiri kwa vitendo dhamira ya kufikisha huduma kwa wananchi pale ambapo wanazalisha mazao yao. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutufikisha katika maelekezo na kuweza kukamilisha ujenzi wa kiwanda hiki. Mkulima hatobeba mazao kukitafuta kiwanda kilipo, bali Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta kiwanda pale ambapo mkulima yupo. Tumshukuru sana na tumpongeze Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, uzinduzi wa kiwanda hiki ni ishara tosha kwamba kuna wanafunzi wataingia kwenye kiwanda hiki na kujifunza. Inachukua wiki 3 kukamilisha kozi. Manake nini? Unaingia, unajifunza, unapata taaluma ya kubangua. Yale yanayopatikana kwenye korosho yote yatapatikana, kuanzia korosho, maganda yake na vyote vinavyopatikana. Manake tumeongezea thamani korosho, tumemnyanyua mkulima kwenye kupata thamani ya zao lake, na hivyo ni maendeleo ya jumla katika wilaya yetu ya Manyoni, ni maendeleo ya jumla kwenye mkoa wetu wa Singida, lakini ni maendeleo ya jumla kwenye nchi yetu ya Tanzania. Ni kweli wizara yako ina jukumu kubwa la kutengeneza ajira kwenye nchi, kwa sababu wewe ndio unahusika na biashara zote na unahusika na viwanda, lakini wewe peke yako huwezi kufanya, inabidi tushirikiane. Kwa hiyo sisi tupo tayari kabisa kushirikiana na wizara yako kuhakikisha kwamba tunatengeneza viwanda na uzalishaji unakuwa mkubwa. Wewe imagine wilaya kubwa kama hii niliyoitaja, tuna viwanda 15. Katika hivyo viwanda tunavyo hivi viwili viwanda vya kubangua korosho na kidogo kimoja, lakini tuna viwanda vya kuchakata mafuta ya kupikia ya alizeti viko 7, kikubwa kimoja na vingine vya kati 6. Lakini pia tuna viwanda vya mpunga, kukubwa mpunga na kufanya grading viko 5. Kwa ukiangalia tuna viwanda 15 tu ambavyo utoaji wa ajira, ukiacha hizi huduma zinazotolewa na serikali, walimu na watumishi wengine, bado kwenye sekta binafsi hatujakuwa kuhakikisha kwamba tunakuza ajira ndani ya wilaya yetu. Chimbuko la kiwanda darasa hiki ni tafiti tumizi ambazo zimekuwa zikifanywa na Kamatek kuangalia changamoto kwenye mazao mbalimbali. Changamoto hizi ni nyingi, lakini tumeona tuanze na korosho. Kwa hiyo tuliamua tuchague hapa kwa ajili ya maeneo mapya ambayo yanaibuka ya uzalishaji wa korosho. Maana kuna mikoa 13 mipya. Kwa hiyo tukasema tukianza hapa basi tutakuwa tunalea uzalishaji wa korosho, kwa sababu watu watakuwa wanajua namna kuzichambua korosho hizi na kuweza kuwa na tija. Kwa hiyo kiwanda darasa hiki kinajieleza chenyewe. Lengo kubwa ni kutoa mafunzo yatakayopelekea kupatikana ajira na kipato. Na kauli mbiu yetu kwenye kiwanda darasa ni kiwanda darasa, elimu ya amali kwa uhakika wa ajira na kipato. Kwa hiyo kuna teknolojia ambazo zinatumika kwenye kiwanda darasa na nyingi tumeweza kuziona, na teknolojia hizi nyingi zimeundwa hapa nchini, kwa maana ya kwamba mbali na mafunzo haya ya kubangua korosho, hapo mbele kuna vijana watakuwa wanafundishwa kutengeneza mashine hizi za kubangua korosho. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana katika kuibua sekta za viwanda nchini, kwa sababu kijana akiamua tu kutengeneza stuli au akiamua tu kutengeneza mashine ya namna fulani, basi ataweza kufika mbali katika maeneo haya. Ndugu zangu, korosho ni zao la muhimu sana kwa nchi hii, na ni zao la muhimu sana kwa wakati huu ambapo kuna changamoto ya ajira za vijana. Na changamoto hii inatokea kwa sababu tu serikali imeamua kusomesha wananchi wake, na hilo serikali haitaacha.
Kwa maana hiyo tunataka kuangalia namna gani vijana hao wanaweza kupata ajira kupitia viwanda darasa hizi. Serikali kupitia taasisi yetu ya Kamatech imeanza na kiwanda darasa hiki. Kiwanda darasa cha namna hii pia kinajengwa kule wilayani Masasi mkoani Mtwara na kinatarajiwa kuanza kazi mwaka huu. Serikali kupitia Kamatech inaendelea kufanya utafiti utakaopelekea kutatua changamoto za upotevu wa mazao mbalimbali kwa kubuni teknolojia sahihi zenye ufanisi na uhimili wa kutosha. Pamoja na zao la korosho, baadhi ya mazao yaliyobainika kuwa na changamoto za upotevu hususan yanapozalishwa kwa wingi ni pamoja na mboga na matunda na mazao ya uchumi wa bluu kama. Naitwa Shabani Abdalla Waziri. Kiwanda kilicholetwa na Kamatech hapa kijijini kimetusaidia vijana kupata ajira. Kwa mfano hapa kijijini tulikuwa tunashinda hatuna kazi. Watu wengi tulikuwa tunajichanganya kwenye makundi ambayo sio rasmi. Sasa hivi tunakaa hapa kijijini, tunapata hela zetu na tusaidia kuendesha maisha yetu ya kila siku. Kwa jina naitwa Igesa Juma. Nashukuru kiwanda kwa kutupatia ajira, kimetupa manufaa. Nilikuwa hali ya chini, kwa sasa naona hali inaenda vizuri. Nashukuru sana.